Okay, wanasema samahani, mimi ni binti ambaye nimeolewa, lakini wakati mwingi muda wa seksi hisia huwa zinakuja na kutoka. Shida inaweza kuwa nini? Okay, huyu ni binti ambaye muda wa tendo la ndoa hisia huwa zinakuja na kutoka. Anauliza, shida inaweza ikawa ni nini? Moja ya kitu kikubwa sana ambacho huwa ninawafundisha wanaume wengi ni kujifunza namna ya kuweza kumwandaa mwanamke kisaikolojia. Usipojua mbinu hizi, namna ya kuweza kumsaidia mwanamke kisaikolojia, hali hii inaweza ikatokea. Lakini pia kingine, uhakikishe umemwandaa mwanamke huyu kisaikolojia kabla ya tendo. Hapa ndicho ninachokimaanisha. Nina majarida ambayo yanaelekeza namna ya kuweza kumwandaa mwanamke kisaikolojia, ni kitu kizuri sana. Lakini pia unaweza ukanipigia niweze kukusaidia namna ya kuweza kumwandaa mwanamke kisaikolojia. Kuna changamoto nyingi sana ambazo mwanamke anaweza kuzipitia. Inawezekana ni uchovu uliopitiliza, inawezekana ni changamoto za uchumi. Yote haya yanaweza kawa yanapelekea, inawezekana ni masuala ya madeni, pia na madeni. Kwa hiyo mentally mwanamke huyu asipokuwa iko vizuri, ni sawa sawa na wale wanawake ambao wanakupa mwili alafu anakuambia wewe shughulika, kumbe yeye anawaza vitu vingine. Kwa nini? Kwa sababu akili yake haikuwa iko katika utayari, lakini ameona sikunyime tendo la ndoa, aidha kwa sababu wewe ni mume wake au ni mchumba wake ambaye mnapendana sana. Kwa hiyo ni muhimu sana mwanaume ujifunze namna ya kuweza kumwandaa mwanamke kisaikolojia, na umwandae kabla ya tendo la ndoa. Na tunashauri kama umeplani kushiriki labda tendo la ndoa na mke wako, unataka ushiriki naye usiku, anza kumwandaa siku nzima kisaikolojia aweze kukaa vizuri. Once utakapofika ule muda, tayari akili yake itakuwa relax, tayari ubongo wake utakuwa relax. Endapo unataka kujifunza mbinu za kumwandaa mwanamke kisaikolojia, nitafute katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.